wamecheza vibaya? Swali. Jibu, ndio. Unaweza kusema hivyo katika baadhi ya nyakati za mchezo, na hasa katika kipindi cha kwanza wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakipata sare waliohitaji ya bao 1-1 dhidi ya Gaborone United ya kutoka nchini Botswana, na hatimaye kusonga mbele kwa raundi inayofuata ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wa 2025-26 baada ya kupata matokeo ya jumla ya mabao 2-1, na hiyo ikitokana na ukweli kwamba katika wiki iliyopita Simba walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya waliokuwa wenyeji Gaborone United kule nchini Botswana. Simba katika mechi ya leo hii wakiwa wanasimamiwa na kocha wa muda Hemed Suleiman Morocco, walichokuwa wakihitaji ni ushindi wowote au sare yoyote ili kusonga mbele kwa raundi inayofuata ya kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Na sasa leo hii katika dakika 45 plus walipata bao lililowekwa wavuni kwa mkwaju wa penalty na Jasha Ahua, ikiwa ni baada ya winga wa kimataifa wa Tanzania aliyesajiliwa na Simba msimu huu Morris Abraham kufanyiwa madhambi ndani ya 18 ya Gaborone United, na hivyo Jasha Ahua bila kufanya ajizi akaweka mpira wavuni na kuifanya Simba iongoze kwa bao 1-0 katika nyakati ambazo wageni Gaborone United walikuwa wako juu mno, wakifika mara nyingi zaidi katika lango la Simba kulinganisha na Simba walivyokuwa wakicheza. Lakini katika kipindi cha pili dakika ya 58 Gaborone United wageni walisawazisha kwa mkwaju wa penalty. Safari hii bao hilo la wageni liliwekwa wavuni na nahodha wao Disele, yes, ikiwa ni baada ya beki Shamu Karabu kufanya madhambi ndani ya eneo la 18. Mwamuzi hakuwa na namna nyingine isipokuwa mkwaju wa penalty ambao uliwekwa wavuni. Matokeo yake mpaka mechi inakamilika ikawa ni 1-1. Lakini Simba kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza leo hii kikweli hawakucheza vyema. Ni kwa sababu Gaborone United ndio walikuwa wakifika zaidi mpaka mapumziko. Umiliki wa mpira kwa mfano, Simba walikuwa kimiliki mpira kwa 42%, ilhali wageni Gaborone United katika matukio nadra kuonekana kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wageni kwenye uwanja wa Mkapa, tena wageni wa hadhi ya timu kama Gaborone United ambayo haimo katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Gaborone United walikuwa kimiliki mpira kwa 58%. Lakini hii haitoshi. Unaweza kuwa unamiliki mpira lakini ufiki kwa mpinzani. Kinyume chake, Gaborone United walikuwa wakifika zaidi kwa Simba kuliko Simba walivyokuwa wakifika. Simba mpaka mapumziko walikuwa wamepiga mashuti 2, kati ya haya 2 yamelenga shabaha, lakini Gaborone United walikuwa wamepiga mashuti 6, kati ya haya 3 yamelenga shabaha. Pamoja na takwimu hizi za mashuti, kufika zaidi, kumiliki mpira, lakini ni Simba ndio walikuwa kiongozi kwa bao 1-0 mpaka kufika mapumziko. Kipindi cha pili Simba walau waliamka zaidi kulinganisha na walivyocheza katika kipindi cha kwanza. Matokeo yake walitengeneza nafasi kadhaa, ikiwamo katika dakika ya 64 inakumbukwa vizuri miongoni mwa nafasi nzuri za wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kuongeza wigo wa matokeo yao. Pale Jasha Ahua katika mpira wa kujibu counter attack, akiwa yeye yupo na mchezaji mwingine wa Simba wanamkabili golikipa wa Gaborone United, lakini akataka kufunga. Bahati mbaya kwake shuti lake alimlenga golikipa, au tuseme golikipa alikuwa mzuri katika kumzidi maarifa Jasha Ahua. Matokeo yake Simba ilipoteza nafasi hii nzuri sana ya kuweza kufunga bao. Lakini ni tukio kama hili tena liliwakuta wao Gaborone United katika dakika ya 70 wakati mmoja kati ya washambuliaji wao, hapa tunamzungumzia Maponde, alipata fursa mpira wa kujibu counter attack, alimfinya beki Roshain Derok, akabaki yeye na Musa Kamara, lakini shuti lake lilikwenda nje na hivyo kufanya Gaborone United washindwe kufunga bao. Lakini Jasha Ahua kuna tukio lingine tena lilimkuta mpira wa kujibu counter attack, akiwa safari hii amempiga chenga golikipa wa Gaborone United akiwa kwenye umbali mrefu kutoka golini, akafanya papara akapiga shuti mapema likatoka nje. Kwa hiyo katika kipindi cha pili Simba walau walitengeneza nafasi zaidi kulinganisha na kipindi cha kwanza, lakini kwa ujumla unaweza kusema vijana wa kocha Dimitar Pantev Mbulgaria huyu kwa klabu ya Gaborone United kwa ujumla walionekana kwa wazuri zaidi, lakini Simba walicheza kikubwa zaidi. Ikumbukwe Simba walikuwa wakihitaji sare au ushindi wowote na wakapata sare ya 1-1, na sasa wamekwenda katika hatua inayofuata. Kwa wengine inaweza kaibua maswali kwamba Simba hawakucheza vizuri.
Ndio, jibu linaweza ikawa hivyo kwa ujumla wake, kwa sababu matarajio kwenye makaratasi ilikuwa Simba klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika pengine itapata ushindi mnono, itaupiga mwingi mno dhidi ya Gaborone United, lakini haikufanya hivyo kwa michezo mbili, kwa maana Gaborone United walitoa ushindani wa kutosha mabingwa wa Botswana katika umiliki wa mpira. Lakini kwenye mechi ya leo hii kwa Mkapa, katika kufika eneo la mwisho, Simba wakafanya kile ambacho timu kubwa hufanya hasa katika hatua za mtoano ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwamo raundi hii ya awali kuelekea raundi inayofuata, kwamba ligi ya mabingwa, huu ni msisitizo kwa ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, timu hutakiwa kushinda na si vinginevyo. Pasi nyingi, mashuti mengi ya majaribio, ndivyo ambavyo klabu zetu mara nyingi hufanya, lakini huishia hazifiki mbali. Hatua ya juu katika ligi ya mabingwa huwa ni robo finali, nafahamika vizuri. Wakati mwingine huwa zinatolewa huku zimecheza mpira mwingi mno, pasi nyingi, lakini Simba wameonyesha tofauti leo hii, kwamba hata kwa kipimo chao ukiona wamecheza vibaya, bado wamesonga mbele. Na ndivyo hufanya Al Ahly katika hatua kama hizi. Usitarajie mpira wa kuvutia, soka sambusa, soka biriani kutoka kwa Al Ahly, mabingwa wa kihistoria katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wanapokuwa kwenye hatua za mtoano na hasa raundi kama hizi. Waweza kucheza na timu ambayo kwa makaratasi inaonekana ndogo sana, wakiwa ugenini hucheza kimbinu sana ili wapate matokeo. Kama si ushindi, basi sare. Hata ukiwafunga kwa ushindi mwembamba, labda 1-0, wao kwao ni furaha, kwa sababu ukienda Misri watajitahidi kwa vyovyote vile, watakutoa, watakupiga 2-0, watakupiga nyingi kadri wewe utakavyojichanganya. Lakini wakati mwingine uhitaji hata sare ya mabao wakiwa ugenini, 1-1, 2-2, halafu ukienda kwao ukijichanganya wanakupiga nyingi. Lakini hata ukitoa suluhu wakiwa wao wameshatoa sare ya mabao kwao, wao ni furaha tu kwa sababu wanapita. Ukiona kwa macho utasema Al Ahly hii mwaka huu wakounga sana, lakini mwisho wa siku utakuta finali na pengine kutoa ubingwa. Vivyo hivyo fanya Esperance de Tunis, RS Berkane na timu nyingine zenye mafanikio makubwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Ni klabu chache sana kubwa ambazo kwenye hatua hizi za awali hucheza mpira mzuri wa kuvutia. Miongoni mwao ni pamoja na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Yenyewe ni falsafa yake katika kucheza hatua yoyote ile, yenyewe umiliki zaidi mpira. Lakini ni Mamelodi Sundowns ambayo katika ligi ya mabingwa barani Afrika ubingwa wa mwisho walichukua mwaka 2016 wakiwa chini ya kocha Pitso Mosimane. Msimu uliopita walifika finali, lakini wakaishia kuwasindikiza Pyramids waliotoa ubingwa katika msimu uliopita 2024-2025. Sasa Simba walichokifanya yaweza ikawa kero kwa baadhi ya mashabiki walioamini kwamba wataupiga mwingi sana, soka sambusa, soka biriani. Lakini leo hii Simba wamecheza kikubwa, tena kikubwa zaidi, kwa maana kuhimili mashambulizi ya wageni Gaborone United, lakini bila kwenda nje ya mpango kazi wao ambao ni kumiliki zaidi mpira, kwa kujua kwamba Gaborone United ni wazuri, walishaonyesha wakiwa kwao japo walifungwa 1-0. Simba katika kipindi cha pili, kocha Ahmed Morocco miongoni mwa mabadiliko aliyofanya ni kumuingiza Kibu Dennis Prosper, kumuingiza Joshua Budo Mutale, yote katika kuhakikisha wanakuwa na mpira zaidi, wanamiliki zaidi. Alikuja kuingia pia Steven Dese Mukwala katoka Jonathan Soa, ni kuingiza nishati mpya lakini wenye uwezo wa kukaa na mpira zaidi, baada ya Elie Mpanzu Kibisawala na waliotangulia kuanza kuonekana kuchoka kutokana na namna walivyokuwa wakicheza Gaborone United. Kamara alikuja kutoka kwa kuumia, akaingia Yakub Suleiman ambaye naye alicheza vizuri. Miongoni mwa waliocheza vizuri leo hii ni pamoja na Anthony Mligo, alianza kama beki 3, beki wa kushoto, lakini Alassane Maudo Kante katikati alicheza vizuri, golikipa Kamara na Bambili Kapombe alicheza vizuri. Mabeki wa kati walikuwa ni Shamu Karabu na Rushain Derok leo hii. Viungo kulikuwa na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Maudo Kante, nao walicheza vizuri kwenye kati tofauti. Viungo watatu washambuliaji walioanza katikati Jashaua, upande mmoja Morris Abraham aliyeng'ara sana kwa mechi nzima, lakini upande mwingine alikuwa Elie Mpanzu Kibisawala, huko mshambuliaji kinara akianza Jonathan Soa, kabla mabadiliko ya kipindi cha pili kutoka kuelezea. Mwisho wa siku Simba wamecheza kikubwa, tena kikubwa zaidi, na wamesonga kwa hatua inayofuata wakitarajiwa kucheza na mshindi kati ya Simba Bora ya Zimbabwe au Nsingizini Hotspur ya kule Eswatini. Katika mechi yao ya kwanza Simba Bora waliwafunga Nsingizini Hotspur ya Eswatini. Matokeo yao ya jumla utajua Simba wanacheza na nani, lakini kimsingi yeyote kati yao, Simba kwa ukubwa wake na uzoefu wake katika michuano hii ambayo tangu 2018-19 tu ya chini katika michuano ya CAF, Simba huwa ni robo finali. Msimu huu wana uwezo wa kwenda mbali zaidi wakiendelea kucheza kikubwa. Msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho walifika finali. Je, itakuwa vipi? Kwamba watakwazika mbele ya Simba Bora ya Zimbabwe au Nsingizini Hotspur ambazo hazimo katika madaraja ya ubora viwango vya CAF?
Simba ikiwa kubwa zaidi kwenye makaratasi, lakini pamoja na yote hata Gaborone United ilikuwa hivyo, ushindani umekuwa mkali, lakini Simba wamedhihirisha ukubwa wao na kusonga mbele. Kongole kwa Simba kwa kucheza kikubwa zaidi. Pole kwako wewe ulitarajia soka sambusa, soka biriani, kwa sababu ligi ya mabingwa wakubwa hucheza hivi ili kusonga mbele, kwa sababu kinachotakiwa ni kushinda, kusonga mbele na sio kitu kingine. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.